Na mtazamaji, tukiendelea kutoa pole zetu kwa familia zilizoathirika, tusalie kwenye muktadha huo wa maafa ya barabarani ambapo huzuni ilitanda huko Sango, Matete, kaunti ya Kakamega wakati wa mazishi ya watu 7 wa familia moja walioangamia kwenye ajali ya barabarani Kijabe, kaunti ya Kiambu. Familia hiyo inayoomboleza ikiongozwa na mzee wa familia Haron Tsivona ilielezea uchungu wa kuwapoteza wapendwa wao wengi kwa wakati mmoja. Kulingana na msemaji wa familia hiyo Zablon Wambani, mwili mmoja ungali unahifadhiwa katika makafani kwa sababu ya mkanganyiko katika utambulisho, ilhali mwingine wa mjukuu wa mzee Tsivona ulizikwa Ijumaa. Mazishi hayo yaliyojawa huzuni nyingi yalihudhuriwa na maafisa kadhaa wa serikali na viongozi wa kisiasa, akiwemo waziri wa ustawi wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya, mbunge wa kaunti ya Kakamega katika bunge la kitaifa Elsie Muhanda na mbunge wa Lugari Nabii Nabwera. Kupoteza mjukuu, nimeona uchungu, kwa maana hata tulimuita jina ya Guko, tukamuita Kawaya, Vailin Kawaya. Sisi wote ni wapitaji, hakuna mwenye ataishi permanent kwa hii dunia, na siku ya watoto wetu ilikuwa imefika. Tuwawachie waende walale salama. Mimi kwa wale iko msichana wangu na mjukuu wangu. Niliposikia hiyo habari nilisituka. Nikileta rambirambi. Mzee Tsivona na familia mko hapa, yote tunawachia Mungu. Matanga hii ni huzuni kubwa katika hii community na katika kwa watu wa Kakamega. Hawa watu wote kukufa safari moja